kama kuna mwalimu bado anafanya hivyo, afukuzwe walimu wa kwaya mara moja. Yaani huyo hafai kuendelea kuwa mwalimu wa dini jamani. Lakini miaka hivi karibuni pia, baada ya kuwa mambo ya kiroho watu yameshuka, wamekuwa katika hali ya kawaida, walimu wengine akawa wanawatukana kabisa waimbaji, wana maneno makali, yaani wanatukana. Sasa tangu mwanzo haikuwa hivyo. Kwa hiyo huyo anayeleta hivyo, huyo mtafukuzwe walimu wa dini jamani. Lakini waimbaji wenyewe, si mnapenda hayo maneno? Huu ni utumishi jamani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko hapa kwa kukumbusha historia zamani, ninavyoambia tulivyokuwa zamani. Maana niwaambia hivi, kila mtu ana zamani yake. Mimi zamani wakati nakuwa hayakuwepo hayo. Luka sura 1 mstari wa kwanza hadi wa 4. Nasema kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, kama walivyotuhadithia. Hebu sema, kama walivyotuhadithia. Yaani huyu mwandishi mimi nampenda. Unajua, kwanza Luka hakuwa miongoni mwa kundi la wanafunzi. Hakuwa miongoni mwao kabisa. Yeye ametajwa kwa sifa zake kwamba alikuwa ni daktari, tabibu. Na Paulo alimpenda sana kwenye safari zake. Wengine anasema alimpenda kutembea naye kwa kuwa alikuwa na tatizo pia la kiafya. Na mahali ambapo Luka alitumia utabibu wake kumtibu. Najua mara kadhaa wakati mwingine aliomba Mungu kwamba Mungu niponye. Alafu Mungu akasema neema yake inatosha, kana tatizo. Malize safari salama. Sasa Luka anaandika kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona, akina Petro, akina Yohana, akina Bartholomayo, akina Tomaso, akina Yuda, hata Yuda Iskariote, japo kwa yeye alikuwa ameshamaliza mwendo. Asema na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Sema nimeona vema mimi nami, kwa kuwa nimejitafutia usahihi. Nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo, kukuandikia kwa taratibu, Teofilo mtukufu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yaani maana yake, kabla hajaandika kitabu chake cha Luka na Matendo, alienda kuuliza habari za Yesu, ilikuwaje? Na nikasema uzuri wake, akaenda hadi kwa Mariamu kumuuliza huyu mtoto ilikuwaje. Akaanza kusimulia habari za kina Elizabeti, maana familia ya Mariamu na Elizabeti walikuwa ni ndugu pia. Utaona Mariamu anaenda kumsalimia Elizabeti na anamkuta Elizabeti ana mimba. Elizabeti wakati anamsalimia, kitoto kichanga kikaruka, yaani Yohana alikuwa ndani humo ndani. Na alipomsalimia, kupaka gusa upako umejaa kwa Mariamu wa kumzaa Mwokozi. Yohana alinyanyuka kabisa sauti kichi. Simama, sema nimesalimiana na nani? Sema Mariamu, nimesikia jamaa huko wamenyanyuka. Akapata na unabii, umebarikiwa, atakayezaliwa kwako atakuwa Mwokozi wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo historia nikasema ni muhimu sana, huwezi kuikwepa. Ndio watu wajifunza ili tupate kumbukumbu ya
akachimba. Siku moja anaenda kuhubiri. Wakati anaenda kuhubiri, alikuwa anaenda na wamishonari wazungu. Wana gari. Unajua wakati ule wazungu ndio walikuwa na gari. Unajua kilichotokea? Walimwacha. Wakamwacha. Tena wakamwacha akatembea kwa mguu, amefika hapo ng'ambo ya mto. Acha ile ya kubebwa na mamba, acha ile. Wazungu wameondoka. Akapiga magoti. Mungu, ndio umeniagiza niende nikahubiri, lakini hawa jamaa wameniacha. Nafikaje huko? Leta usafiri mwingine. Kaomba maombi yenye neema. Kaomba. Yaani anaendelea kuomba, tena anaendelea kuomba. Kufumbua macho ameshavuka mto, kufumbua macho ameshafika na kwenye mkutano. Wale wazungu hawajafika, wakaona jamaa ameshafika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hao ni wazee wetu. Amen. Jamani, amen. Ilikuwa neema isiyokuwa ya kawaida. Ni wazee wetu ambao wametuanzishia, wametuhubiria ibada. Ndio maana nikasema hivi, lazima tujipime. Lazima na wewe uache kumbukumbu. Unaacha nini? Utaacha fimbo za kupiga waimbaji. Hiyo ndio itakuwa kumbukumbu yako, kwamba nilikuwa na wacharaza. Eti kwa sababu nina hasira sana. Una hasira, kwani hasira ni fedha? Unaweza kusema nina hela nyingi, useme eti nina hasira sana. Hiyo akili nayo haijawa na akili. Sawa? Sijisifie eti nina hasira nyingi. Unaweza kusema nina pesa nyingi, useme eti nina hasira nyingi. Nishaona hasira zinatajirisha. Usifuke vitu vya ajabu ndani ya moyo wako. Ndio maana mtumishi alikuwa anazungumza juu ya Mungu. Tunaona kwenye mambo ya uchumi. Watu badala ya kufuka pesa, kuku na nini, mtu mwingine tena afuka kucha. Utakuta yuko hivi tunakucha. Kama tumatungi koko na kwende kutungi ibia. Yaani wewe unaona ni sifa. Hebu mwangalie mwanza kumwambia umefuka nini? Ibia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa nikasema ni muhimu sana kuandika historia, lakini nikasema inatusaidia katika utafiti wa mambo ya elimu na mambo mbalimbali. Na hapo nilikaza juu ya Biblia. Biblia hii kwamba Biblia sio kitabu cha research, sio paper iliyoandikwa na watu. Ni neno la Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kabisa. Lakini nikasema historia umuhimu wake inatusaidia kuchochea maendeleo ya kiuchumi, kanisani, kisiasa na kadhalika. Historia inatukumbusha tunafanya nini. Kasema kanisa la FPCT lazima tukue hata kiuchumi. Na ili tukue kiuchumi lazima watu wafanye kazi. Sio kalia kuimba tu. Jumatatu asubuhi mnashinda kanisani, Jumanne kanisani. Mwalimu anatangaza asiyekuja basi achio amejifunza mwenyewe. Waache watu wakafanya na nini jamani? Pangeni utaratibu wa kazi. Kazi vizuri. Sawa? Baka muda. Hiki ndicho kizazi. Tuliangalia hapa wale wa kuanzia miaka 60, tulipata mzee pale. Waliokoka miaka ya 60. Wengi wenu hapa tuliona watu kama 15
kuanzia miaka ya 80, 20 na kuanzia 90 kuja ngapi? Wengi kuanzia 90 na kidogo kwenda mpaka 2000 na hiyo. Wengi wenu. Kwa hiyo ni kizazi ambacho kinahitaji kuambiwa vitu vitawasaidia katika maisha yao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na nikasema historia inasaidia kuimarisha umoja wa kanisa na kukuza mahusiano yetu ya kikanisa, ya kitaifa na kimataifa. Historia inatusaidia. Tunajua kwamba hatulianza wapi, tuliparaganyika wapi. Tunahitaji kuliona kanisa lenye nguvu. Na ili tuone kanisa lenye nguvu, tunahitaji vijana wenye nguvu wanaolipenda kanisa lao, ambao wako tayari kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio wale ambao ukiwakuta mahali unakuta wao wanalalamikia kanisa lao. Hii kanisa letu, hii kanisa letu. Hii mchungaji wetu, tunakusaidia nini? Kisha anza kuona mtu anaraumu nyumbani kwao, huyo mtu ni mtumwa. Maana wanasema mdharau kwao ni nini jamani? Mtumwa. Na kanisa la FBC, sikieni niwaambie, tulivyo sivyo watu wanavyotuona. Watu wanatuona tuko kwenye kiwango kizuri. Wanatuona kama kanisa kubwa, lakini sisi nasi tunajionaje? Tunavyojitazama tunajiona hali ya kawaida. Lakini sikia, tuna nguvu, tuna uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kundi hili wengine bwana, watu na huduma za kiinjilisti. Sasa anasema ili kundi lote nani mratibu wa idara kama siku moja, hebu tunani ushirikiane na idara ya injili kwamba sasa tunaandaa mkutano, hatualiki kwaya ni hizi na waimbaji watengeneze huo mkutano. Na sitaka nikwambie hivi kutachimbika. Maana tuna kwaya zinaimba, acha mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunahitaji kuimarisha umoja wa kanisa. Na ili umoja uwepo lazima tuanzie huko ndani. Watu moja ndani ya kanisa, moja kwa waimbaji na wachungaji. Sidharau mchungaji wako. Moja kati ya changamoto ambazo zinawapata makundi, unakuta ni kama kwaya ni taasisi fulani ndani ya kanisa, na hata mchungaji akipanga mambo, kwaya anasema sisi tuna mambo yetu. Hilo nalo ni tatizo. Tangu zamani haikuwa hivyo. Hebu sema, tangu zamani haikuwa hivyo. Haikuwa hivyo. Tangu zamani haikuwa hivyo. Ilikuwa mchungaji akisema ni baba amesema. Lakini leo hii huwa tunashangaa, tunapata taarifa ya matukio mengine, unakuta kanisa lina mambo, halafu kwaya nayo iko pale inafanya mazoezi, nasema sisi tuna ratiba yetu. Na wewe ni kanisa. Hapo ka protocol bado kanatushinda, kwa itifaki kanashindikana. Kwa sababu ya kiburi tu. Unajua ninyi waimbaji, sikizeni niwaone. Unajua mnakalia kiti kibaya. Hebu sema kiti kibaya. Kiti mnachokalia alikuwa anakikalia shetani cha sifa. Ana wivu nacho, sio pole pole. Hicho ni cha kwake. Hata kupiga utakuta kiburi kamesha banda, yani utakuta mtu hakusiki. Wewe ni nani hata udharau mchungaji wako? Hata usipokee maelekezo ya kanisa. Eti wewe ni taasisi, ndani ya taasisi ni kundi, ni mshirika. Amina. Naomba mnisikilize, ni nini jamani? Ni mshirika. Hebu mwambie mwenzako wewe ni mshirika. Ila umepewa huduma tu ya kuhudumu pamoja na wengine. Hicho kiburi kinatoka wapi? Sio maana Mungu hawezi kuwatumia. Sio maana